Bwana, mambo vipi? Mambo ni aje mwanafamilia wa Together Online? Ni wakati mwingine tena tuzungumze juu ya hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, ukisikia mtoto ana nyota, basi ndo hii ambayo tunazungumzia. Mtoto mwenye nyota, basi ndo huyu Baby Olly ambaye tunamzungumzia hapa. Mtoto huyu bwana ana nyota kweli kweli. Ukisikia mtoto kazaliwa na nyota, kazaliwa na baraka, basi ndo hiki. Sasa huyu dogo bwana siku 3 zilizopita wazazi wake waliweza kumfungulia account ya Instagram na mitandao mingine, ila mimi niko hapa Instagram kukusogezea kila ambacho kinaendelea. Huyu mtoto bwana siku 3 zilizopita mpaka leo huyu mtoto ana followers 101,200 na wanapanda kwa kasi ya ajabu. Mtoto ndani ya siku 3 ana followers 101,200 na anazidi kupanda kwa kasi ya ajabu. Hii hapa inaonyesha kuwa kwa kasi hii milioni manaka anainusa muda si mrefu. Milioni anainusa muda si mrefu. Tukumbuke kuwa mama yake ameongoza kwa kuwa na followers wengi kwa muda mrefu kweli kweli hapa Tanzania. Kwa upande wa wanawake, kwa upande wa mastaa wa kike. Wema Sepetu ameongoza kwa kuwa na followers wengi kwa muda mrefu kweli kweli, mpaka amekuja kupitwa na Hamisa Mobeto hivi karibuni tu. Lakini Wema Sepetu amekaa pale kwenye kijiti namba 1 kwa muda mrefu kweli. Kwa hivyo maana yake nguvu ya mitandao Wema Sepetu yuko nayo. Inawezekana hata mtoto wake pia akaja kuwa tishio, kawazidi followers watoto wengine wengi wa mastaa. Sasa hivi mtoto mwenye followers wengi ni Tifa. Kwa watoto wa mastaa hapa Tanzania, Tifa anaongoza kwa sababu ana milioni 4.6 hivi kuendelea huko. Unaona bwana? Lakini wengine wote wako huko kwenye milioni, wengine laki na nini. So huyo Baby Olly huyo nadhani ataenda kupambana na Tifa. Kwa sababu Tifa pia na yeye kasi yake ilikuwa ni hivi kama huyu Baby Olly. Baby Olly. Kwa hivyo sasa tukashangaa kuwa watoto ambao wanakamata mitandao kwa kuwa na followers wengi akawa ni Tifa na Baby Olly, kwa sababu kasi zao ni za hatari kweli kweli. Ndio maana niliweza pia kukuletea hiyo habari ambayo watu waliibua na kuanza kudiscuss kuwa ni nani ambaye amezaliwa na umaarufu, yani ni nani ambaye kazaliwa na amekamata nchi kati ya kipindi anazaliwa Tifa na kipindi hiki cha Wema Sepetu. Watu wakasema kuwa wote ni kama sawasawa, kwa sababu kipindi kile Diamond Platnumz ndo hivyo mtoto wake wa kwanza, lakini pia Wema Sepetu ndo hivyo mtoto wake pia wa kwanza. Kwa hivyo kiangalia wote ni kama wamekamata kweli kweli. So tuko tunangoja 40 itakavyokuwa, birthday ya mwaka wake wa kwanza itakavyokuwa, na vitu vingi kadha wa kadha tuazidi kuona na kupata kujua zaidi kuwa ni nani ambaye amelikamata soko la mitandao, nani ambaye kalikamata soko la mitandao. Naona bwana. So Baby Olly bwana ana kasi ya ajabu. Akaunti yake inatembea ajabu. Inatembea ajabu. Mpaka sasa hivi followers 100,000 ndani ya siku 3 tu. Unaweza ukaimagine kuwa ni kasi moja kubwa sana. Kasi moja kubwa sana. So soon anaenda kupiga 200,000, 300,000, 400,000 milioni hii hapa. So kama tu mama yake ambavyo amekamata alikamata namba 1 kwa muda mrefu, wenda mtoto wake pia naye akakamata katika watoto wakakamata namba 1 kwa kuwa na watu wengi ambao wanaomfuatilia Instagram au mitandaoni. So wacha tuendelee, lakini tuendelee kusubiria, lakini kasi ya mtoto ni kubwa sana. Dogo anazidi kupata balozi balozi mbalimbali, na hapa bwana Wema Sepetu leo katupostia kuwa CRDB Bank wamemtembelea pale nyumbani kumpongeza na kumsalimia mtoto, ambako wamemfungulia account na kumwachia na kumwekea deposit ya milioni 5. Milioni 5 shilling. Kwa hivyo watu wanasema kuwa natamani hata wao kuzana nini, wanasema zaeni muone cha mtema kuni. Mwenzenu huyu anajuana na watu, mwenzenu huyu anatoaga kwa watu, ndio maana mnaona jambo lake limekuwa ni kubwa.
nyie zaeni mletewe uji wenye pilipili manga nyingi. So baada ya kuwa Wema Sepetu bwana hapa kaposti kuwa ametembelewa na CRDB Bank, maoni ya watu hapa ni mengi. Huyu hapa anasema sasa kwamba humu tu wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Huyu mtoto kweli amekuja na sahani yake na ya wazazi wake. Huyu akasema kwamba the return of Wema Sepetu. Huyu anasema kuwa mashallah. Hongera sana Baby Olly. Natamani kuja kukuona mtoto wa taifa, lakini najiuliza na 10,000 yangu jamani nitaweza kweli? Anasema acha tu nikuombee dua za heri na wazazi wako. Nikiwa huko naamini ninalolifanya ni kubwa zaidi. Allah kurinda na kukinge na hasadi za majini na watu, na ukue ukiwa na afya njema. Wewe ukawe mwanzo mwema kwa mama Wema Sepetu na baba Whozu ambao kwako ulipitia, ambao kwao ulipitia na kuja hapa duniani. Anasema Allah awatunze wote, bila kusahau bibi yako kipenzi cha mama yake Wema Sepetu. Amin, thumma amin, inshallah amin, Allahumma amin. So huyu hapa anasema kuwa alitamani kwenda kumwona Baby Olly, lakini sasa zawadi alionayo anajionea aibu, kwa sababu kwamba when God's time comes, anasema it comes with greatness. Yakasa kwamba upo sahihi kabisa. Hapo Mungu ndo anaonekana kwa ukubwa na kushangaza ulimwengu. Yakasa kwamba kabisa hakika, kwa sababu kwamba anasema kwamba benki yetu pendwa, anasema nyota njema huonekana asubuhi kabisa. Huyu akaja akasema kabisa mkaambiwa watoto wanakuja na baraka zao hamtaki. Anasema kwamba ni wakati wa mie kuzaa sasa. Huyu hapa anasema kuwa mkiambiwa watoto wanakuja na baraka zao hamtaki. Huyu akasema kwamba wahi utachelewa, zaa mwaya, zaa uone. Huyu akasema pia kwamba zaa ufunge madaso. Huyu akasema kwamba tumekaa pale tunakusubiri uzae. Huyu akasema kwamba zaa mwaya uwe wa mfano. Huyu akasema kwamba wewe ndo utakuwa wa mfano sasa, jichanganye uone, tukuletee miche za sabuni. Huyu akasema kwamba unategemea mtoto kuzana nani shosti. Huyu akasema pia kwamba alafu kuna mtu katoka Njombe. Huyu akasema kwamba akizaa tutampelekea uji wenye pilipili manga. Huyu akasema pia kwamba Olly ameanza kunipita kiuchumi jamani. Olly ameanza kunipita kiuchumi jamani. Huyu hapa akasema kuwa kuna wengine baada ya siku 2 walipelekewa mche wa sabuni na madaso kutoka kwa shangazi wa Ilembula.